washiriki, kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inasema haki kwa wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira 2050. Kauli mbiu hii inalenga kujenga uelewa kwa jamii na wadau kuelekea kwenye maendeleo jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake na wasichana na kuhakikisha zinafanyiwa kazi kwa vitendo na katika kuleta mabadiliko ya kweli kama ilivyoainishwa kwenye nguzo ya dira 2050. Hivyo dira hii ikawe msingi wa utekelezaji wa maadhimisho haya ambayo yatahusisha makundi mbalimbali ikiwemo wanawake, wanaume, vijana wa kiume na wa kike, lakini watu wenye ulemavu, wadau mbalimbali wa maendeleo nchini, viongozi mbalimbali wa kiserikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na asasi za kiraia. Ndugu zangu washiriki, mama zangu wapendwa wa kongamano hili, ikumbukwe dira ya taifa 2050 imetambua umuhimu wa wanawake na wasichana kupata haki katika sehemu ya jamii. Pia imehakikisha wanawake wajasiriamali wanawezeshwa kiuchumi na kupata kipaumbele kama ilivyoainishwa kwenye nguzo ya kwanza ya uchumi jumuishi na shindani sehemu ya 4.1.3 ya vyanzo vya anuai na ubunifu ya mapato. Ndugu washiriki, nawaomba wajasiriamali waliopo hapa mkawe walimu na mabalozi wazuri kwa wanawake na wasichana ili waweze kutengeneza bidhaa zenye ubora ambazo zitawezesha kupata masoko ya ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu washiriki, ni muhimu sote kuhakikisha tunapambana na udhalilishaji na ukatili wa kijinsia kwa kuvunja ukimya pindi matukio yanapotokea kwenye jamii yetu. Kwenye hili naomba niweke msisitizo. Sisi wanawake ndio tumekuwa wa kwanza kuwa na huruma. Unakuta mjukuu wako amebakwa na kijana hapo mtaani, alafu bahati mbaya labda yule mjukuu mzazi wake alifariki, umeachiwa wewe bibi. Sasa sheria inapotaka kuchukua mkondo wake, tumekuwa sisi tena wa kwanza kusema tunayamaliza kifamilia, tunatunza uovu, hao vijana wanaendelea kufanya matatizo huko kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe sana, ni muhimu tuweze kuruhusu sheria iweze kuchukua mkondo wake, lakini vile vile ni muhimu tushirikiane na vyombo vya sheria kutoa taarifa sahihi, kutoa ushahidi, ili tukiweza kumponya mtoto mmoja aliyepatwa na janga, kama ni amebakwa, kama amelawatiwa. Mmefahamu sasa hivi tatizo limekuwa ni kubwa sana. Tuliweza kumlea sana mtoto wa kike, tukadhani mtoto wa kiume yuko salama, lakini sasa hadi mtoto wa kiume sasa hivi wanaharibiwa. Tutakosa wababa miaka ya mbeleni, tutakosa wababa sahihi, tutakosa waume sahihi. Kwa hiyo tuwalee watoto, tuhakikishe wajukuu tunawatunza vizuri. Lengo ni kuona kwamba tunatengeneza kizazi cha kesho, tutakapoishiwa nguvu tupate warithi. Wakina mama oye! Oye! Pia nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska Mahundi kwa kunialika kushiriki tukio hili. Mary Priska ni dada yangu, ni bosi wangu, nipo kwenye kamati ya ustawi na maendeleo ya jamii. Kwa hivyo mambo mengi na kubana tunaongea, lakini pia hatukujua tungeshiriki wapi sisi wanawake. Lakini nashukuru dada yangu, umeniita kuja Mbeya. Nashukuru kwa moyo wako huo. Niwaambie wazazi wenzangu, mwapeleke shule watoto wasome, watoto wenye ulemavu msiwafiche majumbani. Yes, makofi kabisa kwa maneno kumi kwa ajili ya ulemavu. Tunaweza, na mimi ni mheshimiwa mbunge na ni mlemavu. Hivyo wazazi msikate tamaa, mwapeleke watoto shule. Na Mungu ametuumba hivyo. Nashukuruni sana pia kwa kuwapa fursa wafanye biashara na sio kukaa mitaani na kuombaomba. Wana vipaji vingi, wanaweza kufanya kazi, wanalima, wanafuga kuku, wanafanya biashara mbalimbali. Hivyo mkurugenzi, nashukuru kwa hilo, kuendelea kuwatunza. Siku nyingine nitakuja tena Mbeya, tukae pamoja na watu wote wenye ulemavu wa mkoa wa Mbeya. Nashukuruni. Halmashauri ya Jiji la Mbeya inaendelea kufanya utekelezaji wa kanuni za utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake,
vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024 kwa kutenga 10% ya mapato ya ndani yasiyolindwa na kutoa mikopo hiyo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wasio wenye ulemavu. Kwa mwaka wa fedha 25/26 katika robo ya pili, halmashauri imetoa jumla ya shilingi bilioni 1,085,000 kwa vikundi 45, ambapo shilingi milioni 537,680,000 imetolewa mwezi Agosti 2025 kwa vikundi 16 vya vijana vilivyopata mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 213 na vikundi 12 vya wakina mama vilivyopata shilingi milioni 324. Shilingi milioni 547 zilitolewa mwezi Disemba kwa vikundi 29 vikundi vya wanawake vilivyopata mkopo wa shilingi milioni 282,200,000, vikundi 11 vya vijana vilivyopata shilingi milioni 254 na vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vilivyopata takribani shilingi milioni 10. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano la leo la wanawake, halmashauri ya jiji la Mbeya inakabidhi hundi yenye jumla ya shilingi bilioni 1,269,557,940 ambapo zimetolewa mkopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenzetu wenye ulemavu.